wewe ni Mungu kweli, wewe wastahili. Umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejivika utukufu, wewe ni Mungu. Let's declare it once again. Kweli wewe, kweli wewe, wewe ni Mungu, kweli wewe wastahili. Umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejivika utukufu, wewe ni Mungu. Umejivika utukufu, wewe ni Mungu. Just mikono yako tutakapeleka. Umejivika utukufu, wewe ni Mungu. Umejivika utukufu, wewe ni Mungu. We give you the praise. Tupe Bwana Yesu makofi mazuri. Mikono yako juu, tupe Bwana Yesu makofi mazuri. Tupe Bwana Yesu makofi, tupe Bwana Yesu makofi. Wonderful praise. Wow, what a conference. Kuna mtu anabarikiwa? I want to see it on your faces. Kuna mtu anabarikiwa? Wow. The dear Reverend, may we appreciate you. Amen. Tupe Bwana Yesu makofi kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Let's celebrate him for what God is doing in his life. Mama kwa hawa ni watu wa nguvu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua nimekuwa nikitafakari mambo mengi. Mahali tumeanzia, nimekutana na this is a conference of reunion. It's a conference of meeting friends. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nimekutana na marafiki zangu hapa ambao kwa muda hatujaonana. Like Wilson, Pastor Wilson na mke wake. I remember the last time. Kumbuki some years back when I was going to Tanzania wakati huo, Pastor Wilson alikuwa Tanzania. Nikienda huko na kutembea huko kwao. And we bless God. So I'm revived. Kumbuka rafiki yangu Bishop Masika, for many years I've been reminded a lot of things. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Si tuseme amen. Amen. Nakumbuka tukiwa Kitui, tukiwa sehemu za Suba, tumeenda na Dadi Reverend Charles, tulikula samaki huko. Na huko nakumbuka tulikutana na mzee wa kazi. Mzee mmoja anaitwa mzee wa kazi, kizi pastor. Akaniambia, unajua pastor, vile unavyokaa naona utaoa hapa. Akaleta wadada wengine hapo wakawa na kusafu. Nikamwambia bado sioni. We bless God. Those are days to remember. Bwana Yesu apewe sifa sana. Namshukuru Bwana kwa ajili ya mtumishi wa Mungu ambaye amesimama, Bishop pamoja na Reverend. Are you blessed? Yeah. I tell you, this is a conference. Mke wangu Sophie pamoja na watoto wetu wako sawa. Mke wangu alimtuma salamu, zipokeni. Na kanisa tunalolihudumia pale Nairobi, wengine wanafahamu kina Jimmy, kina Edwin, hao ni marafiki. Tuko pamoja na watumishi wa Mungu pamoja nasi kanisani, walimtuma na salamu. Amen. Bwana amekuwa mwaminifu katika maisha yangu. I have a lot to say, lakini namshukuru Bwana. Namshukuru Bwana kwa ajili ya mtumishi Atara. Remember those days. Kumbuka siku moja tulitoka Korea. Tuna first time na kina Atara huko juu kwa conference ikapamba. So it's a great honor to have these great women and men of God in our midst. Sema amen. Amen. Well, namshukuru Bwana kwa sababu ya theme ambayo tumepata. Na mtumishi wa Bwana akasema kwamba when God puts a thing in the heart of a servant, kunayo sababu. So nani singependa nitoke kwa hiyo theme. I'll flow in that theme. So tuseme amen. Na wakati mtumishi wa Mungu alipokuwa akihubiri asubuhi, wote wamekuwa kikusia maeneo ambayo nilikuwa napitia, lakini
kuna kitu ambacho mtumishi amesema kwamba every one of us has been given a revelation. Yes. Little it may be, lakini ni revelation. Na ninaamini itabariki mtu. Sema amen. Amen. Are you ready to receive? Yes. So I want to talk about who is a priest. Kuhani ni nani? Nataka niongee juu ya the process of making a priest. Alafu mwisho nitagusia na hizo siku ama muda nitakao kuwa nao a priest at God's altar. Mimi ni systematician in profession. Na ningependa nilete something systematical. Who is a priest? First of all, ninajua kabisa sisi wote tunafahamu ni makuhani. Lakini kuhani ni nani? So nataka tuelewe kuhani ni nani. Muulize mwenzako kuhani ni nani? Lakini muulize waelewa wewe hivi ni kuhani? Maana wewe ndio unapata mtu ambaye bado hafanyi hajajielewa. But so far so good, we bless God. Sasa ningependa tuangalie hayo mambo matatu. And today my touch only 2 na kesho tukumalizia and the altar. And the things ambazo Mungu amezungumza nasi kutoka asubuhi haki ni za ajabu sana. Sema amen. Amen. Who is a priest? Kuhani ni nani? Kuhani ni nani? Tunaweza sema mimi ni kuhani, but at the end of the day, do you understand who is a priest? Neno priest, the word priest inatoka kwa Hebrew verb ambayo inaitwa kohan. Kwa hivyo unaona Kiswahili kinakaribia ni Hebrew. Kohan. K-A-H-A-N. Kohan. Hebu tuseme kohan. Kohan. Wanafunzi wazuri kupaza sauti. Sema kohan. Kohan. Kwa hivyo kohan inatokana na verb hiyo, neno kohan linatokana na Hebrew word ambayo inaitwa kohan. Na kohani inamaanisha standing ama to stand. To stand, kusimama kwa niaba ya, kusimama katika pendo. So unaposema mimi ni kuhani ni kwamba kuna maeneo fulani unasimama. And especially standing that you're serving, ama standing at the capacity of serving a deity, ama standing in the capacity of between a deity and other human beings. Kusimama katikati ya miungu na wanadamu, ama Mungu na wanadamu. Kwa hivyo unaposema kuhani inamaanisha kwamba unasimama mahali. Si tuseme amen. Unafanya nini? Unasimama katika pengo fulani. Who is a priest? A priest is someone who stands in between a deity and the people, or representing the people before deity. Kwa hivyo unaposema mimi ni kuhani inamaanisha wewe unasimama katika pengo. Amen. Ngeukia mwenzako mwambie mimi ni kuhani. Ukiona huyo amekasirika, angalia mwingine mwambie mimi ni kuhani. Ninasimama katika pengo. Kwa hivyo tunaposema mimi ni kuhani inamaanisha there is it comes with a responsibility. Kwa hivyo ni kusimama katika nini? Katika pengo. Ndio tunaona mtu kama Ayubu, you understand what happened katika kitabu cha Ayubu. Unaposoma Job chapter 1 pale, utaona maandiko yanasema kwamba wakati Ayubu watoto wake walipoenda wakisherekea, yeye Ayubu akiwa ametambua nafasi yake, what he did, angechukua sadaka na kwenda kusimama katikati yake yeye na watoto wake na nani? Na Mungu, ili kuweza kutoa sadaka na kuwatakasa. Sasa unaposema wewe ni kuhani inamaanisha kwamba you stand at a very critical position, at a very strategic position. Na ili mambo yatendeke ni lazima kuwe na kuhani. Sio sema amen. Ili mambo yatendeke lazima kuwe na nani? Na kuhani. So wewe ni mtu wa maana kabisa. Leo mgeukie mwenzako mwambie wewe ni mtu wa maana. Lakini vile anavyoongea amen. Hebu mgeukie mwingine mwambie wewe ni mtu wa maana sana. Inamaanisha kwamba hapa ninaongea na makuhani. So mambo yasipotendeka shida ni nani? Ni kuhani. So ili mambo yatendeke lazima pawe na kuhani. Asimame katika nafasi in between him and the deity, ama deities na wanadamu. Aweze kutoa sadaka na aweze kubali. So tunapoongea juu ya kuhani inatokana na hilo neno la Kiebrania kohan, to stand. So inamaanisha kwamba wewe ni kuhani.
unasimama katikati yako wewe na miungu ama na wanadamu, ili kuweza kutoa sadaka ama kuweza kuplease ama kuplead their case. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. So up to now umeelewa wewe nani? Ni kuhani. Unafanya nini? Unasimama. So unaposema kwamba wewe ni kuhani, unasikia mtu ambaye anaitwa kuhani anasimama, angeenda atoe sadaka. Katika Agano la Kale kulikuwa na kuhani mmoja ambaye angesimama katikati yake yeye na Mungu na wale wana wa Israeli, na angeenda atoe sadaka, aplead kesi yao ili either wasamehewe ama wakose kusamehewa. So kuhani ni mtu ambaye anasimama katika nafasi. So as from today you should know kwamba everything falls with you or on you. Kwamba unapokosa kusimama katika nafasi yako kama kuhani, things go wrong or go right. Si useme amen. So as from today, jua wewe ni nani? Ni kuhani. Hebu inua mkono wako kama ulikuwa unasema mimi ni kuhani. Nitasimama kwa nafasi yako. Geukia mwenzako mwambie simama kwa nafasi yako kama kuhani. And later on when we come to other things, I don't want to dwell there. So far so good, umeelewa kuhani ni mtu ambaye anasimama katika nafasi. Inamaanisha kwamba ili vitu vitendeke, mimi ni lazima nisimame katika nafasi. That's why unaona kama mwanamume, as a man of the house, mimi kama baba wa nyumba, one of the responsibility, one of the positions as a man, I am a priest. What does a priest do? He stands in between a deity and his family. Kwa hivyo ili mambo yatendeke katika jamii yangu, ni lazima mimi kama mwanamume nisimame katika nafasi yangu ya ukuhani. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sema amen nzuri. Haya, tunaporudi katika maandiko matakatifu, hebu tuende Exodus chapter 19 verse 6. Exodus 19:6. Kutoka 19 mstari wa 6. 19:6. Kuna tulisoma. This one we want to read. Tusome pamoja. Maandiko yanasema kwamba nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Haya ndiyo maneno nitakayowaambia wana wa Israeli. God's purpose for the children of Israel was to be a kingdom of priests. A kingdom of priests. A kingdom. Kingdom inatokana na maneno mawili, a king with a domain. Priests. Tutaangalia pande baadaye. Tumeangalia kwanza priest ni nani. Lakini tunaona a kingdom. A kingdom, in a kingdom there must be a king and there must be a domain. So the purpose of God, makusudi ya Mungu kwa wana Israeli ilikuwa ni kwamba wawe ufalme wa nini? Wa ukuhani. Hakuna mfalme asiyekuwa na domain. That means if you are to be a king, you must have what? A domain. So tuseme amen nzuri. And a holy nation. Lakini wana wa Israeli, they failed terribly. They failed God so terribly, na ndiposa Mungu akaanza kujitafutia sasa ufalme mwingine. Ndio unaona sasa the church stands now at a better position. Ndio unaona pale katika kitabu cha 1 Peter chapter 2 verse 9. Hebu tufungue pale. We're just trying to brush off what we just read so that we can flow together. So tunapoangalia katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9, 1 Peter chapter 2 verse 5, kwanza tuanzie 5 and then 9. 1 Peter 2:5 alafu 20 verse 9. Are we there? Okay, tusome pamoja. Ye also, hebu tusome pamoja, ready go. Ye also as lively stones are built upon a spiritual house and a holy priesthood to offer what? Our spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Now let's go to verse 9, which we all know very well. Verse 9, nasemaje? Ye are what? A royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of him who has called you out of darkness to his marvelous light. Revelation chapter 1 verse 6. So, kusudi la Mungu ndilo hili. Revelation 1:6, what does it say? Let's read together. Ready, go. And he has made us kings and what?
and priests unto God and his Father. To him be the glory, dominion forever and ever. Amen. So who are you? A priest and a king. Can you turn to your neighbor and be a king? You're a king. I'm a queen. Unajua, a kingdom is ruled by a king or a queen. A king is a person who rules a domain. And a domain is the sphere where a king or a queen rules. So, it's a sphere whereby you influence things. Things happen katika domain. Si tuseme amen nzuri. So this is the purpose of God. So kusudi la Mungu katika Agano la Kale kwa wana wa Israeli lilikuwa ni kwamba God wanted to create for himself a kingdom of priests. But the children of Israel failed. However, now in the New Testament, si tuseme amen nzuri. By grace, you and me have been picked now. The grace has handpicked you. And now you've become a king and a priest in the kingdom of God. Amen. That means a king is there to rule. And I thank God for the discipleship material that's going to be launched tomorrow. Maana katika hiyo utaona where to rule, where is the domain. A king must have a domain. Mfalme lazima awe na nini? Na eneo la kutawala. Hebu mgeukie mwenzako mwambie tawala maeneo yako. Lakini do you know the area of where you're supposed to rule? So in that manual tutaona. Maana watu wengi hawajajua ni wapi wanafaa watawale. Wewe sisi ni wafalme, sisi ni makuhani. But where are you ruling? You must have a domain to rule. Si tuseme amen. So the purpose of God ilikuwa ni kujitengenezea nini? A kingdom of priests. So today we want to look on those things. So first of all tumeona a priest. Who is a priest? Tuseme wanafunzi, who is a priest? Someone who stands in the gap on behalf of a people before a deity. Sawa sawa eh? Kwa hivyo kuanzia leo wewe ujue ni kuhani, unafaa usimame katika nafasi yako. Si tuseme amen. Unafaa usimame katika nafasi yako kama kuhani. Ili uweze kuwakilisha watu ambao unafaa uwakilishe. But many times we don't do that. That's why things go wrong. Kwa hivyo mambo yakienda makosa ni nani amezembea? Hebu mgeukie mwenzako mwambie tukikasirika, uende kama wewe ndio unazembea. So you don't need to, when things don't go right, that means the priest amelala. When a king does not play his role in a domain, things go wrong. Na tunamshukuru Bwana kwa sababu things have been exposed so wide and clear in the first session. So I want us to look kwamba in the New Testament wa Kristo, wewe na mimi sasa tumefanyika kuwa priests. And we don't need another priest atuendee mbele za Mungu. Wewe ni kuhani. Mbeleni unajua kuhani alikuwa aende achukue sadaka, aende pale mbele za Mungu atoe sadaka. But when Christ died, the Bible says ya kwamba pazia ilifanyika nini? Ilipasuka. That means you don't need anybody else. Wewe ni kuhani. Unafaa uende mbele zake Mungu with that boldness. Can I hear someone say amen? Hebu tuangalie kitabu cha Hebrews chapter 4 verse 14 and 16. Hebrews chapter 4 14 16. I'm laying the foundation. Tusome pamoja. You now being a king and a priest. Let's read together. Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens. Hebu tusome kwa sauti. Jesus the Son of God. Let us hold fast our profession. Go further down. 15. Kwa sauti, ready go. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we, yet without sin. 16. What should we do? Therefore now, let us therefore come how? Boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find what? Grace. We may come how? Boldly. How do we come to the throne of grace? Boldly. Come on, can I hear somebody say, how do we come? Boldly. Kwa sababu gani? The curtain was broken. We have now the access. Wewe ni kuhani.
kuhani tayari ashapata access. You can approach the throne now boldly and plead on behalf of your family, plead on behalf of your nation, plead on behalf of your generation. Can I hear someone say amen? That is how powerful you are. So wewe hapana mtu hivi, wewe ni mtu wa move. As from today you need to know kwamba things happen when a priest does something. When he approaches the throne of grace boldly. Sema amen. Sema amen nzuri. That's why unaona mtu kama Martin Luther. Martin Luther, he was opposed, the reformer, leave alone the Martin Luther Jr. Martin Luther, the reformer, alisema kwamba in the New Testament, all Christians are priests. He was opposed to the Catholicism wakati huo, kwa sababu ilikuwa inaonekana mpaka uje mbele za father, utubu dhambi zako, utoe penances pale, ulipe, uembee usijui ni pagan, watu watolewe pale, au sijui namna gani uende utubu dhambi zako. Lakini akawaambia ya kwamba every believer, mjaukia mwenzako mwambie every believer is who? A priest. Hauhitaji mwingine. Hauhitaji kwenda kukiri mbele za bishop za father ho. Unajua jana nilienda nikafanya ABCD na hapana, you just need to go boldly. Can I hear someone say amen? Through the precious blood of the lamb and approach the throne of grace. Na kisha inakuwa vizuri. Sema amen. Amen. Tutoke hapo. Unajua there's one thing that I want us to talk about today. So first of all, umeelewa who is a priest? Someone who stands in the gap. And the purpose of God ni kwamba alitaka kujitengenezea ufalme wa kuhani. Si ndio? Na wana wa Israeli wakafanya nini? Wakafeli. Lakini blessed be God kwamba in the New Testament you and me now have been found to be the kings and the priests. Amen. Can I hear someone say amen? Amen. Am I talking to kings and priests in the house? Every no mkono wako sema hallelujah. There's one thing that I want us to look at. Process. Process is something very important. So tuseme process. Nilienda Tanzania nikaambiwa process ni kwa Kiswahili inaitwa mchakato. Ngeukia mwenzako mwambie mchakato. Process. Process ni nzuri sana. Process. Tuseme process. Mchakato. Kwa nguvu za jamani mchakato. Kwa sauti kabisa mchakato. So process kwa Kiswahili ni mchakato. So we want to look at the process of making a priest. So hiyo mambo ya kwanza ilikuwa tu juu, lakini this is what I want us to dwell in. And then look, where does a priest get his power? Ile ambayo tulikuwa tunaambiwa kwamba you declare. You just don't wake up and begin to declare. Things don't just happen like that. Kuna kitu ambacho kinakupatia msukumo, kinakupatia guts. So useme amen nzuri. Sasa the process, what is a process? Process is a series of actions or steps taken in order to achieve a particular end. Process ni mfululizo wa matukio, ama mchakato ni mfululizo wa matukio yanayotendeka kufikia mwisho fulani. Process is a series of actions taken or steps taken in order to achieve a particular end. So unapoongea juu ya process ni nini? Ni steps. Can I hear someone say steps? Steps. Jamani situongee kwa sauti, sema steps. Steps. Bado naona kuna mtu analala. Kama unalala sema steps. So watu wote wanalala. Oh my goodness. Okay. So process is what? Steps. Tuseme kwa sauti steps. Steps. That means unapoongea juu ya step ni kitu kinachoenda hatua baada ya hatua. It's not an instant thing. Sisi tuko pamoja eh? Process is an investment. Sikia into someone to shape them. Process is an investment. Mchakato ni uwekezaji. Katika maisha ya mtu ili kumchonga na kumtengeneza kuwa kitu fulani.
Oh my goodness. Hallelujah. Nilisikia Reverend akisema hapa usione tunavaa tai hivi hivi. Kuna investment fulani. We will reach there. But I'm saying this, process is an investment into someone to shape them. Kwa hivyo unaposikia juu ya mchakato, process ni uwekezaji ambao umewezekwa katika maisha ya mtu, kama kuna Kiswahili kama hicho. That means there's something that I've invested in you. Ama unapopitia process ni kitu, kuna investment inayoendelea. Hebu mgeukie mwenzako mwambie kuna investment inaendelea. Unless kuna mtu apitie process hapa. Hebu mgeukie mwenzako vizuri mwambie kuna investment inayoendelea. Na naongea na watu hapa ambao sasa hivi wanapitia process. And it is so good. It is so good. Kumbe ni nini? Ni investment. Kumbe unapofagia hivi ni nini? Ni investment. Maana ni process, ni mchakato. Mgeukie mwenzako mwambie mchakato bwana, mchakato. And then the other aspect of it, we serve a God that values process. Tunamtumikia Mungu anayethamini mchakato. Yaani huyu Mungu ambaye tunamtumikia si Mungu wa instant things. In as much he can do an instant miracle, he's a sudden God. But at the same time, he's a God who values process. Sijui kama niko na mtu hapa. Kama niko na mtu inao mkono wangu. Asante. The God we serve is a God who values what? Process. Ni Mungu ambaye anathamini process. I like that. At the same time, the dilemma tulio nayo, we are living in a world of instant things. So that's where the dilemma is. Yaani sasa hivi katika kizazi tulicho kwacho, tunaishi katika kizazi cha pesa. Unataka ununue hospitali, kuna vitu vinaitwa oven, kuna vitu vinaitwa microwave, kuna pressure cooker, pressure cooker unaweka maharagwe hapa dakika 30 kitu kimekuwa mara moja. So we are living in an instant world. At the same time, we serve a God who values what? Process. So unaona we are living in a time of war. But let me tell you, kama sasa hivi unaona people don't want to go through a process. Yeah. But let me tell you, the God we serve is a God who values what? Sasa ngeukia mwenzako mwambie, the God we serve is a God who values what? Nataka tutembee pole pole tu, we are laying the foundation. Hebu ngeukie huyo mwingine, maana inaonekana huyo mwingine bado hajaipata hiyo. Asije akaipata kesho kama watu wa banki. Unajua mtu aliyevuta bangi usiniulize nilijulia wapi. Mtu aliyevuta bangi watu wamecrack joke leo. Lakini anakumbuka kesho, watu walicrack joke. Anaanza kucheka, unashangaa anacheka, nikumbuka na joke ya jana, amekumbuka leo. So mwenzako asijakaa kama huyo mtu. Hebu mgeukie mwenzako mwambie, we serve a God who values process. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. This is powerful. Now, understand that God always takes you to the end product. Yaani Mungu tunayemtumikia kwa ajabu. He takes you to the end product. And then he reverses you back to begin the process. Kuna mtu bado hajapata. Understand that God always takes you to the end what? Product. And then reverses to begin the process. Yaani Mungu anakuchukua tu. Anakupeleka mwisho. Anakuonyesha yale mambo. Labda utaelewa unless we get to ile katika Genesis chapter 12. Genesis 12 hapo tu mstari wa kwanza wa tatu. We'll see where he takes someone there. Kuna jamaa anapelekwa hapo. Are you there? Genesis chapter 12 verse 1. Genesis chapter 12 verse 1. Genesis chapter 12, Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza inasemaje? All right. Now the Lord said to who?
Nataka tusome pamoja ndio itaflow vizuri. Ndio utapata hii point. Twende pamoja. Now the Lord said unto Abraham, this time he was not Abraham yet. Get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house and to land that which I will show thee. Let's go. Verse 2 says, hii si end product. Hebu tuangalie end product. Hii ni powerful. Now, number 1, ready, go. And I will make you, or make of thee what? A great nation. And I will make thy name great. And thou shalt be what? A blessing. May this be your portion. Can I hear someone say amen? I'm very sure Abraham also said amen like you are. That's the end product. Hey, anaambia kwamba I will make you. Hebu tuangalie kumbe haijaisha. Hebu tuende ya tatu ndio turudi hapo. Let's go. And I will bless those bless thee and curse those curse thee. And in thee shall all the families of this earth be blessed. These are powerful things. Jamaa amepelekwa end. God will take you to the end product. Show you that greatness. I'll make you a great nation. I'll make your name great. You will be a blessing. Those who curse you, they will be cursed. What a great end. And then he takes you. Let's go now. You have to move from Haran. You have to go. How could you go? So God is a God who values process. Before you arrive there, He has to take you through the process. Can I hear someone say amen? Hebu tuangalie Joseph. If you don't, let's tuachana na Abraham. Tuangalie Joseph. Joseph chapter, not Joseph. Genesis chapter 37. Not just Joseph, there's no chapter that known as Joseph. Genesis chapter 37. We know the story of Joseph. Joseph anapelekwa to the end product. Are we together, church? Hey guys, are we together, church? Anapeleka to the end product. Joseph is taken there. Genesis chapter 37. We know verse 5 down. The Bible says twice God appears in a dream kwa Joseph. Anamwambia ya kwanza kwamba I dreamt at night kwamba tulikuwa tunatengeneza mikanda pale shambani na kisha hiyo yote ikaamka ikaanza kuinamia wao. What is God telling him? One time, one day, you'll be who? A king. And your brothers and your father, watafanya, they will bow down. Twice, he takes him to the end product. But he passes him back to begin the process. And he takes him from promise, anajipata kwa pit. From the pit, anajipata kwa Potiphar. From Potiphar, anajipata prison. Ndiposa afikie palace. A process. We serve a God who values process. Sema amen nzuri. Sema amen yenye afya kubwa. The third example is David. We know David in 1 Samuel chapter 16. Tunaona kabisa kwamba when God had rejected Saul, the Bible says kwamba and God spoke to Samuel. Akamwambia, move from where you want, go to Bethlehem in the house of Jesse. And there I've chosen for myself a king. Tunapofika pale tunaona kwamba kisha Mungu anamwambia nani amimine mafuta kwa Daudi. David did not become a king immediately. In fact, surprisingly, nilikuwa naangalia the other day, David used to walk between the state house and wilderness. Yaani unaenda unaonyeshwa state house lakini unarudishwa wapi? Wilderness. Huyu jamaa alikuwa anachukuliwa na pelekwa kwa mfalme, anaambia mfalme amepagao, anacheza wapi? State house. So he was moving from wilderness to state house, wilderness to state house. In other words, he had to go through the process. Why? God values the process. God values that process. Jamaa moja anaitwa Elisha. Anatokea asubuhi, I want a double portion. Double portion. If you see me, go. You have it. What was God trying to teach Elijah? It doesn't just happen. Yeah. You've got to go through the process. Tuseme nzuri. Si tusimesema kila mtu amepewa revelation yake. Hata
hata kama ni kidogo, si mtu amepewa revelation yake. Geukie mwenzako mwambie kila mtu amepewa revelation yake. The God we serve is a God who values the process. I've come to realize and learn this. Things don't just happen and overnight. In as much as we serve a God of immediately, suddenly, but at the same time, the God that we serve is a God who values the process. Tunaona jamaa anatoka pale na mbio haya. Ukiniona nikiondoka, then you have it. Anatoka Gilgal, anaelekea Jericho, anaelekea Jordan, until he had to go through that process. So to say amen. Amen. For you to become a priest in the Old Testament, there was a process. Sijui kama tuko pamoja. Amen. Kama tumeenda nyumbani ino mkono wako. Kuna wengine wameenda nyumbani. Sawa sawa. Hebu tuende kitabu cha Exodus. Unajua, a time like this watu wakila lunch, you go to be tactical, maana wakati watu wanagawanya mashamba. Hapa ni kwa Daudi. Hapa ni kwa Mwadime. Sasa lazima uwe tactical. Siseme amen. First of all, tumesema kwamba wewe ni nani? Ni kuhani. Hebu nione wanafunzi ambao wako darasani. Sema wewe ni kumgeukia mwenzako mwambie wewe ni kuhani. Kuanzia leo hakuna kuzembea. Hebu ongea na mtu mwambie kuanzia leo hakuna kuzembea. Ninaona kuna mtu amekasirika. Mgeukie huyo mwingine mwambie hakuna kuzembea. And as long as you came to this conference, you must realize your responsibility. So useme amen ni afya kabisa. Sasa wewe ukiwa ni kuhani, lazima ujue kwamba kuna process. Sisi tumeona hivyo That means for you to, unajua today usije kutamani kuwa kama bishop wetu. It's good. Lakini unajua kuna jambo lingine nao walitamani. Wakamwambia Yesu, tukifika pale niweke hapa, na mimi hapa. Wakaambiwa uko tayari kikombe kile nilichokinywea na nyinyi lazima fanye nini? In other words, what we're trying to say, you don't just desire for you to be where I am. You must be ready to go through the process that I've gone through. Do not squeeze mtu anasimama pale rusha kitambaa na pokea ubako. Things don't just happen. It's a process. Hata anointing oil yenyewe ilikuwa inapitia process ya kuwa crush. So it doesn't just happen like that. Mimi nakumbuka vizuri. Bishop. Nakumbuka vile tulianza. It's a process. Mimi nakumbuka tukianza pale kwa keja moja tu. Ile user friendly. Unajua user friendly? User friendly. Ile unaweza kunyorosha mkono na ufike bana moja. User friendly. Hapo ndio tunahubiri injili. Lunch hour tuko sio wawili watatu. Mimi na yeye. Hallelujah, tunachapa injili pale juu. Tukatoka pale kwa room. Hebu ngoja nikukumbushe. Tukatoka kwa room. Tukaingia kwa ile county hall. Tukaingia kwa county hall. Chapa injili pale. Siku moja nakumbuka tukaenda pale injili, tumeenda kuhubiri. Kumsi, hallelujah, unahubiri hapa kuna watu wanakuta kila mtu na shughuli zake. Tukasema ni jiwe tunaligonga, hatimaye litafanya nini? Litapasuka. Litatoa tu maji. Ni process. Tukatoka pale hatukujua tunaweza kupata shamba. Leo sikuwa na shamba. Tukaona sasa tumepata shamba tunajengaje? Si tumejenga. Sasa tumeona imekuwa kidogo, nimeona pillars. Hii shamba ni kidogo, mnaongezea. Mtu mwingine akija kesho anasema, "Nini watu mnajifanya hapa?" Lakini ungeniona nikiwa kwa keja moja, user friendly. Ndipo unaona mtu mwingine leo nikibarikiwa nianze kutoa kitabu, anakula sadaka. Ungeniona nikiwa ile process. Mimi lakini sikula ile chura na ninyo sijakula hiyo. Anyway, the truth of the matter is, usimwone mwenzako vile alivyo ukamtamani. It's a process. Mimi ngeukie mwenzako mwambie it's a process. Thamini hii process unayopitia. Si useme ni nzuri. Ile ambayo unapitia sasa hivi it's a process to greatness. Kuna kitu ambacho Mungu anakiandaa. I tell you. Kwa hiyo kesho tukimwona bishop akiendesha gari kubwa, it's a process. It's a process and it's coming. Things are coming. Tukiona Maserati hapa, tukiona Ferrari, tukiona Maporsche Cayenne hapa ikisimama,
Usianze kusema imekuwa namna gani? It's a process. Ungekuwa siku ile ilikuwa mguu ni podi, ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Mkiokea mwenzako mwambie acha zako bana. Ni process. Na unajua when you go through the process you humble also. Process, God creates character. God develops your character through the process that you go through. I'll tell you. Today I know very well kubarikiwa na kuwa na mtoto ni baraka. Because I've gone through a process. Mimi nimekaa bila watoto 6 years. Mtoto wangu akifa. Today I have children. Faith and Caleb. Si tuseme imenizuri. It's a process. It's a process. Kuna process ambayo nimepitishiwa. Ndipo tunasikia Paulo anasema and I know what is to have in abundance. And I know what is not to have. It's a process. Si tuseme imenizuri. Mtu ambaye amepitishiwa process hawezi kujigamba. Pande kuingia ndege si issue. Pande kutembea kwa miguu si issue. Na hajiri. Ndio mwenzako mwambie nini wewe. Ukiona mtu amerika, amebarikiwa tu na kamoja style moja tu na asalimie wenzake. Mtu bado hajapitia nini? Ukiona mtu akisimama na ushuhuda wa kiburi, Bwana asifiwe. Wale watu ambao haombi hawapati. Na wale ambao watoi hawapati. Mimi niliomba, haleluya. Na nikatoa. Ndiposa niko na. Wewe una kwa sababu hujui, unajua sometimes there are people who give and they still go through issues. There's people who pray, they still go issues. Mungu akikuruhusu sometimes upitie a process. Haimaanishi kwamba ni hivyo eti kuna kitu ni kwa sababu huombe, hapana. It might be true but not the whole truth. Ndio mwenzako mtingishe mwambie wewe kamili process. Lakini mtu ambaye amekaangwa katika process. Unajua chapati yenyewe hupitia process. Kitamuje usikie harufu ya chapo. Imekandwa. Unga ikaletwa, ikawekwa na wanatoka ikakandwa vizuri, ikageuzwa, wengine wanarusha ikakandwa, kunikwe, itolewe pale ikatwe mpaka mafuta iroliwe tena. Kitambo ikaangwa round, wengine wanakaanga ya Afrika, itengenezwe ije kugeuka. My friend, imepitia nini? Process. Ndio mwenzako mwambie ni process tunapitia. So leo ukiwa unatembea mguu huna gari ni process. Useme imeni nzuri. Leo ukiwa unapitia ile hali unayopitia ni nini? Ni process. And there is one thing I want you to know. Kuna watu wengi wakiwa wanapitia process, wengine huogopa. It is a formation stage. Formation stage can fool you anyhow. Kwa sababu napitia stage ya process ya formation, eti sasa utanihukumu, angalia yule hakuna mahali anaenda. Nani amekwambia? Usiweke full stop kwa maisha yangu. It is just a process. Mkisema nataka mwambie it is just a process. Kama naongea na wewe kwa mkonoko sema Bwana asante kwa process sasa. It is just a process. I've come to value hii inaitwa process. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hii process ni mzuri. Inasema sometimes inakupeleka, but the process ni mzuri. It develops the character in you. Unapopitia process, kuna character in you. Bwana Yesu apewe sifa sana. Unapoenjoy the process, it is it. Let's go ahead. Genesis and Exodus chapter 29. Hebu tuangalie pale. Tuangalie the process of making becoming a priest, or the making of a priest, or becoming a priest. How does a person become a priest? In the Old Testament, we go on a process, and it is well illustrated through the children of Aaron. Katika kitabu cha Kutoka 29. Are you there? I want us to go through that. Tuangalie. What stages did they go through? Ni stages gani walizopitia? Ili uweze kuthamini ukuhani wako. Unajua usipopitia process, hutathamini kitu. Hello? Jamani naongea na mtu. Hello? Usipopitia process utafanya nini? Hutathamini kitu hicho. Exodus chapter 29. Where are you?
Let's read together. Exodus. And this is the thing that thou shalt do unto them, to hallow them, to minister unto me in the priest's office. Take one of young bullock, a bull, and 2 rams without blemish. Let's go. From verse 1 to 4, to it says what? And unleavened bread, and cakes unleavened, tampered with oil, and wafers unleavened, anointed with oil. Which so ili uwe kuhani, kitu cha kwanza ulifanya nini? Umechaguliwa na umeitwa. Can I hear someone? Hebu kibosi kabisa sema nimechaguliwa na nimeitwa. Haijalishi kwenu unajulikana ama ujulikani, kitu cha kwanza umefanya nini? Umechaguliwa na umeitwa. Not because you're so educated, ama you're so beautiful, ama so handsome, ama umechaguliwa na nani? Na Mungu mwenyewe. Wewe kama unajua there's times people may not even know you. But the truth of the matter is God has chosen me and called me. Can I hear someone say amen? And then the second thing is that I have been washed. Nimetakaswa. So useme amen nzuri. Umetakaswa na nini? Na damu ya mwana kondoo. Kuna mtu ametakaswa kwa damu ya mwana kondoo hapa? Hebu sema damu nitakase sasa. Every time you have been cleansed. So that's the process. The third one is they were clothed. Flour shalt thou make them. Akende verse 3. Thank you. And thou shalt put them into one basket and bring them into the basket with the bullock and the 2 rams. Let's go ahead, verse 4. Ready, go. Tusome pamoja. Hebu tusome kwa sauti. Ready, go. And Aaron and his sons thou shalt bring unto the door of the tabernacle of the congregation. And thou shalt do what? Come on, let's read for sauti. And thou shalt do what? Wash them with what? With oil. You shall do what? Wash them. So the first thing, ili wewe uwe kuhani, you are to be washed. They were to be washed. They were to be washed. But maybe before we reach there, let me just put the first point should be they were to be chosen and called by God before the washing. So they were to be chosen and to be called by God. Yani, they were to be chosen and to be called by God. So Mungu anasema kwamba chukua kwa wana wa Aaron. Wana wa Aaron. So they were to be chosen and to be called by God. So it's not anyone. Kulikuwa na watu wengi pale katika taifa la Israeli, si ndivyo? But it is not anyone who was to become a priest. You want to be chosen and to be called. And that means for you to become a priest, you want to be born in the family of Aaron. Kama wewe si wa Aaron, haungeweza kuwa nini? Kuhani. Tuko pamoja jamani? If you are not born, it doesn't matter whether you're tall, short, or fat, educated, privileged in the society. Kama haujazaliwa katika ile lineage ya ukuhani ambaye ni Aaron, hautakuwa nini? Kuhani. So the first point is they were chosen and called by God. Anyone chosen in here? Can I see someone say, I am chosen and I am called by God? Can I turn to your neighbor and say, I'm chosen and called by God? And it's not because you're so good. And it is just by the grace. The grace of God has handpicked you. Ikakuchagua wewe. Si useme amen nzuri? Maandiko yanasema kwamba wote waliomwamini aliwapa uwezo wa kufanyika nani? One. So how are you born? You are born. Unaposoma kitabu cha John chapter 3 unasikia those who are born of spirit, now they have become children. Kwa hivyo sasa wewe umefanyika kuwa kuhani. Umechaguliwa na umeitwa. Si useme amen nzuri. Geukia mwenzako mwambie nimechaguliwa na nimeitwa. Nimechaguliwa na nimefanya nini? Nimeitwa. Unaposoma kitabu cha Ephesians chapter 1 verse 4. That now disomee, we have more time. All Christians have been called by God and chosen by God. Alafu John chapter 15 verse 16. Jesus one time was speaking to his disciple akamwambia, you did not choose me, but I chose you. Hamukunichagua mimi nifanye nini?
niliwachagua. Kwa hivyo tumechaguliwa na Yesu. So tuseme amen. And mahali pengine in Ephesians chapter 2 verse 8 to 10 inasema kwamba it is not by good works but it's by grace we have become now the children of God. Sema amen. So I am chosen, I am called by God to become a priest. Number 2, they were washed. Ila ambayo tulisema. This is the birthing of the whole person. Walioshwa kwa maji. Can you see the scripture that we are reading? They were washed. The first point tulisema they were chosen and called by God. The number 2 point is what? They were washed. So walikuwa washed kwa maji, the whole body. They were washed. And this is a spiritual symbolism of now cleansing by the blood of Jesus. Tumeoshwa kwa damu. Ndio mwenzako mwambie nimeoshwa kwa damu. Are you washed in the blood? Yes. Unaona kuoshwa kwa damu. Itutakasa ya kondoo siwe safi. Okay, tusome pamoja. Ye also, hebu tusome pamoja, ready go. Ye also, as lively stones, are built upon a spiritual house and a holy priesthood to offer what? Our spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Now let's go to verse 9, which we all know very well. Verse 9, nasemaje? Ye are what? A royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of him who has called you out of darkness to his marvelous light. Revelation chapter 1 verse 6. So, kusudi la Mungu ndilo hili. Revelation 1:6, what does it say? Let's read together. Ready, go. And he has made us kings and what? And priests unto God and his Father. To him be the glory, dominion forever and ever. Amen. So who are you? A priest and a king. Can you turn to your neighbor and be a king? You are a king. I'm a queen. Unajua, a kingdom is ruled by a king or a queen. A king is a person who rules a domain. And a domain is the sphere where a king or a queen rules. So, it's a sphere whereby you influence things. Things happen katika domain. So tuseme amen nzuri. So this is the purpose of God. So kusudi la Mungu katika Agano la Kale kwa wana wa Israeli lilikuwa kwamba God wanted to create for himself a kingdom of priests. But the children of Israel failed. However, now in the New Testament, si tuseme amen nzuri. By grace, you and me have been picked now. The grace has handpicked you. And now you've become a king and a priest in the kingdom of God. Amen. That means a king is there to rule. And I thank God for the discipleship material that's going to be launched tomorrow. Maana katika hiyo utaona where to rule, where is the domain. A king must have a domain. Mfalme lazima awe na nini? Na eneo la kutawala. Hebu ngeukie mwenzako mwambie tawala maeneo yako. Lakini do you know the area of where you're supposed to rule? So in that manual tutaona. Maana watu wengi hawajajua ni wapi wanafaa watawale. Wewe sisi ni wafalme, sisi ni makuhani, but where are you ruling? You must have a domain to rule. Si tuseme amen. So the purpose of God ilikuwa ni kujitengenezea nini? A kingdom of priests. So today we want to look on those things. So first of all tumeona a priest. Who is a priest? Tuseme wanafunzi, who is a priest? Someone who stands in the gap on behalf of a people before a deity. Sawa sawa eh? Kwa hivyo kuanzia leo wewe ujue ni kuhani, unafaa usimame katika nafasi yako. Si tuseme amen. Unafaa usimame katika nafasi yako kama kuhani. Ili uweze kuwakilisha watu ambao unafaa uwakilishe. But many times we don't do that. That's why things go wrong. Kwa hivyo mambo yakienda makosa ni nani amezembea? Hebu mgeukie mwenzako mwambie tukikasirika, uende kama wewe ndio unazembea. So you don't need to, when things don't go right,
That means the priest amelala. Amelala. When a king does not play his role in a domain, things go wrong. Na tunamshukuru Bwana kwa sababu things have been exposed so wide and clear in the first session. So I want us to look kwamba in the New Testament wa Kristo, wewe na mimi sasa tumefanyika kuwa priests. And we don't need another priest atuendee mbele za Mungu. Wewe ni kuhani. Mbeleni unajua kuhani alikuwa aende achukue sadaka, aende pale mbele za Mungu atoe sadaka. But when Christ died, the Bible says ya kwamba pazia ilifanyika nini? Ilipasuka. That means you don't need anybody else. Wewe ni kuhani. Unafaa uende mbele zake Mungu with that boldness. Can I hear someone say amen? Hebu tuangalie kitabu cha Hebrews chapter 4 verse 14 and 16. Hebrews chapter 4, 14, 16. I'm laying the foundation. Tusome pamoja. You now being a king and a priest. Let's read together. Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens. Hebu tusome kwa sauti. Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession. Go further down. 15. For sauti, ready, go. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we, yet without sin. 16. What should we do? Therefore now, let us therefore come, how? Boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find what? Grace. We may come, how? Boldly. How do we come to the throne of grace? Boldly. Come on, can I hear someone say, how do we come? Boldly. Kwa sababu gani? The curtain was broken. We have now the access. Wewe ni kuhani. Kuhani tayari ashapata access. You can approach the throne now boldly and plead on behalf of your family, plead on behalf of your nation, plead on behalf of your generation. Can I hear someone say amen? That is how powerful you are. So wewe hapana mtu hivi, wewe ni mtu wa nguvu. As from today you need to know how things happen when a priest does something. When he approaches the throne of grace boldly. Sema amen. Sema amen nzuri. That's why unaona mtu kama Martin Luther. Martin Luther, he was opposed, the reformer. They call him the Martin Luther Jr. Martin Luther, the reformer, alisema kwamba in the New Testament, all Christians are priests. He was opposed to the Catholicism wakati huo, kwa sababu ilikuwa inaonekana mpaka uje mbele za Father, utubu dhambi zako, utoe penance pale, ulipe, uembee sijui ni pagan, watu watolewe pale, au sijui namna gani uende utubu dhambi zako. Lakini akawaambia ya kwamba every believer, ndio mwenzako mwambie every believer is who? A priest. Hauhitaji mwingine. Hauhitaji kwenda kukiri mbele za bishop za father unajua jana nilienda nikafanya ABCD na hapana, you just need to go boldly. Can I hear someone say amen? Through the precious blood of the lamb and approach the throne of grace. Na kisha inakuwa vizuri. Sema amen. Tutoke hapo. Unajua there's one thing that I want us to talk about today. So first of all, umeelewa who is a priest? Someone who stands in the gap. And the purpose of God ni kwamba alitaka kujitengenezea ufalme wa kuhani. Si ndio? Na wana wa Israeli wakafanya nini? Wakafeli. Lakini blessed be God kwamba in the New Testament you and me now have been found to be the kings and the priests. Amen. Can I hear someone say amen? Amen. Am I talking to kings and priests in the house? Every no konopo sema hallelujah. There's one thing that I want us to look at. Process. Process is something very important. So tuseme process. Nilienda Tanzania nikaambiwa process ni kwa Kiswahili inaitwa mchakato. Ngeukia mwenzako mwambie mchakato. Process. Process ni nzuri sana. Process. Tuseme process. Mchakato. Kwa nguvu za jamani mchakato.
Kwa sauti kabisa, mchakato. So process kwa Kiswahili ni mchakato. So we want to look at the process of making a priest. So hiyo mambo ya kwanza ilikuwa tu juu, lakini this is what I want us to dwell in. And then look, where does a priest get his power? Ile ambayo tulikuwa tunaambiwa kwamba you declare. You just don't wake up and begin to declare. Things don't just happen like that. Kuna kitu ambacho kinakupatia msukumo, kinakupatia guts. So useme amen nzuri. Sasa the process, what is a process? Process is a series of actions or steps taken in order to achieve a particular end. Process ni mfululizo wa matukio, ama mchakato ni mfululizo wa matukio yanayotendeka kufikia mwisho fulani. Process is a series of actions taken or steps taken in order to achieve a particular end. So unapoongea juu ya process ni nini? Ni steps. Can I hear someone say steps? Steps. Jamani, situongee kwa sauti, sema steps. Steps. Bado naona kuna mtu analala. Kama unalala sema steps. So watu wote wanalala. Oh my goodness. Okay. So process is what? Steps. Tuseme kwa sauti steps. Steps. That means unapoongea juu ya step ni kitu kinachoenda hatua baada ya hatua. It's not an instant thing. Sisi tuko pamoja eh? Process is an investment. Sikia into someone to